Jana siku ya tarehe 23 Machi 2026, kilichotokea katika ulimwengu wa vita ni kizito ambacho hakielezeki, kwa sababu mpaka sasa hivi unaambiwa Marekani pamoja na Uingereza wameshika moyo, wameshikia kifua kwa kile ambacho Iran amekifanya. Jana imeripotiwa Iran amerusha makombora mawili kuelekea katika kambi ama kituo kikubwa na muhimu sana cha kijeshi ambacho kinatumiwa na Marekani pamoja na Uingereza. Kinaitwa Diego Garcia ambacho kipo katika bara la Ulaya. Sasa haya makombora ambayo amearusha Iran yameacha watu midomo wazi, hasa hizi nchi kubwa kijeshi ama nchi kubwa kiuchumi, kwa sababu kutoka Iran ambapo mabomu yamerushwa kuelekea pale katika kambi ya Diego Garcia ni takribani kilomita 1400. Sasa kilomita 1400 kurusha bomu ama kurusha kombora likapiga masafa kwa kilomita 1400, manake hii inabakia kidogo sana ifikie uzito ama ukubwa wa zile intercontinental ballistic missiles, kutokana na nguvu ambayo mabomu hayo yanayo. Na tunafahamu hizi ballistic bombs ni moja kati ya mabomu hatari zaidi kuwahi kutokea katika ulimwengu huu, ambayo ikitokea yamepigwa maana yake ni yanaharibu kila kitu. Sasa kitendo hiki cha Iran kurusha mabomu moja kwa moja kutokea Iran mpaka kufikia Diego Garcia inamaanisha kwamba kwa hali ilipofikia sasa, Iran ana uwezo wa kuipiga nchi yoyote ile ambayo ipo katika bara la Ulaya pamoja na bara la Amerika, kwa sababu the distance and the strength of the bombs, hizi ballistic bombs, inaonyesha kwamba Iran ana nguvu kubwa sana kivita, na kitu ambacho hakikuwahi kufikiriwa. Sasa mimi labda naweza nikaelezea hii kwa namna tatu tofauti. Kwanza, hii ina maana gani kijeshi kwa Iran, lakini pia ina maana gani kijeshi kwa Marekani pamoja na Uingereza. Lakini pia nitaielezea hii ina maana gani kijiografia kwa Iran, lakini pia kwa mahasimu wao, na pia nitaielezea kwa upande wa siasa, kisiasa imekaa vipi. Kwanza tukija kijeshi, tukumbuke ili eneo la Diego Garcia ni kituo ambacho kinatumika kama kitovu cha operation za anga na majini katika eneo la bahari ya Hindi pamoja na Mashariki ya Kati. Maana yake ina connect Middle East pamoja kupitia bahari ya Hindi kuelekea Ulaya. Lakini pia hii Diego Garcia ni mahali ambapo panatumika kuhifadhi ndege za mashambulizi ya mbali, yani zile strategic bombers ambazo zinafanya masafa marefu, kwa wanatumia kile kituo kama kwa hiyo inatumia kile kituo kama eneo la kuanzisha mashambulizi ya mbali, ikiwa wanataka kulipua ama kurusha mabomu kwenda sehemu ya mbali zaidi, kwa wanarushia kutokea pale. Lakini pia hii Garcia ni ngome ya usambazaji kwa operations za kijeshi kwa bara la Asia pamoja na Afrika. Maana yake kama kutakuwa na supply ya aina yoyote, iwe ni ya vifaa vya kivita, iwe ni chochote kile, kina mara nyingi inatumia hii ngome kwa sababu ya ulinzi uliowekwa kufanyia hizo supply za vitu vyote. Sasa hapa mimi kwangu mimi labda niseme Irani ametuma ujumbe gani? Kwa hapa Irani alichotuma sio tu ujumbe kwamba Irani ni mkubwa, hapana. Lakini ujumbe alioutuma ni kwamba sio tu shambulio la kijeshi
ambalo Irani amelifanya, lakini ni ishara ya kuonesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kufikia miundombinu ya kimkakati ya nchi za Magharibi ambayo hiyo miundombinu ya kimkakati iliyopo mbali na eneo la mzozo wa moja kwa moja. Maanake ukiacha tu yale maeneo ya karibu na maeneo ya vita, Iran anaonyesha kwamba ana uwezo wa kufikia zaidi ya miundombinu ambayo ipo karibu na yeye. Ana uwezo pia wa kuifikia Ulaya na nchi zake zote, Uingereza. Kwa hiyo Iran kijeshi ameonyesha ukubwa wake, lakini pia ameonyesha ni jinsi gani ana uwezo wa kuvuruga kila kitu kwa kila nchi ambayo itaenda kinyume na yeye. Lakini pia ukiacha hicho, umuhimu wa hizo bombas alizozifanya Iran kuwa ni imembeba yeye kijeshi, lakini tukumbuke shambulio hili ambalo amejaribu kulifanya linaonesha ni jinsi gani Iran yuko bora zaidi katika makombora ya masafa marefu. Sasa kuna mambo ya kuyaangalia. Kombora kufikia kilomita 3,000 linaashiria Iran inaingia au ipo karibu sana na kiwango cha intermediate range ballistic missiles. Nadhani tutakuwa tunalifahamu, inaitwa IRBM, yale mabomu ambayo yana uwezo wa kufanya intercontinental travel. Umeona? Kwa hiyo inaashiria hicho kitu. Sasa hiyo ni kuanzia kilomita 3,000. Sasa yeye amerusha kwa kilomita 4,000. Lakini pia kitu cha pili, umbali kufikia Diego Garcia tunafahamu ni kilomita 4,000 na bado ni changamoto. Lakini sio nje kabisa ya uwezo ikiwa teknolojia itaweza kuboreshwa. Sasa hapa maana yake ni kwa upande wa Ulaya, Marekani pamoja na washirika wake, uwezo wa kuzuia mabomu ambayo Irani ameyarusha kutokea Iran moja kwa moja kwa takribani kilomita 4,000 kutokea Irani kuelekea Diego Garcia. Hii inaonyesha kwamba nchi ya Marekani pia kijeshi ina uwezo mkubwa zaidi wa kupambana na threat ya aina yoyote ambayo inatokea kwenye nchi yoyote. Kwa hii pia sio tu Iran kwamba inaonyesha amefanya kazi kubwa ama kazi nzuri zaidi ama ameonyesha ukubwa wake kijeshi, lakini pia inaonyesha ni jinsi gani nchi ya Marekani pamoja na washirika wake wana uwezo mkubwa zaidi. Sasa ni Marekani ana uwezo mkubwa zaidi wa kuzuia mashambulizi ya aina yoyote ya anga, lakini pia ya majini. Sasa kuna jambo moja tukiingia kwenye swala la kijiografia, yani kwenye maana ya strategic signaling, inaonyesha kama Iran alichokifanya ni kama inaweza kulipiza kisasi, umeona, kutokea mbali. Yani ana uwezo. Sasa hapo tunazungumzia kijiografia kwamba Irani ili bomu kijiografia inaonyesha kwamba hata ukimpiga leo ana uwezo wa kurudisha kisasi akiwa pale pale Iran na akakufikia popote ulipo. Kwa sababu hii kwanza imeweka pressure kubwa kwa Marekani kwamba kumbe kuna uwezekano wa Irani kuingia hadi kwenye mipaka yake. Lakini pia Uingereza imepata pressure kubwa, umeona, kwa sababu ukiangalia hili bomu ambalo ni karibia intermediate ballistic missile lina uwezo wa kufanya uharibifu mkubwa sana kwa nchi yoyote au sehemu yoyote ambayo litatua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kijiografia Iran amejitanua zaidi ya pale ambapo walidhania kwamba anaweza kaishia. Lakini pia kuna hofu kubwa sana kwa bara la Ulaya, kwa sababu uwezo wa kuifikia Ulaya Iran anao,
hata kama akiamua ifikie London, kwa sababu kama ana uwezo wa kurusha bomu kwa kilomita 4,000, manake kutokea pale Iran ana uwezo wa kuifikia nchi eneo, ana uwezo wa kufikia Uingereza, bara la Ulaya, akarusha bomu hata London, sehemu ambayo kisiasa, kiuchumi ni eneo ambalo likipigwa itakuwa ni hatari zaidi. Sawa. Na hii sasa Iran pia kutokana na kile alichokifanya ni kama ameiharibu saikolojia moja kwa moja ya Marekani pamoja na Uingereza. Kwa hiyo ni hatari zaidi. Kwa ndani ya miaka michache, ikiwa kuna vizuizi vyovyote au Iran akiwa na uwezo wa kuvunja hivyo vizuizi, manake Iran atakuwa amepiga hatua kubwa sana ya kijeshi. Atakuwa ametengeneza hofu kubwa sana kwa mataifa kwa mataifa mbalimbali kijeshi. Ana uwezo wa kujitanua zaidi. Sawa, sasa tuje kwenye swala la usalama wa kimataifa. Nchi ikionyesha na uwezo wa kupiga makombora kwa umbali mrefu hivyo, kimataifa ni hatari zaidi. Manake kinachotengeneza hapa ni kila nchi sasa kuanza harakati za kutengeneza silaha. Kila nchi kuona kwamba ina deni kubwa sana katika utengenezaji wa silaha, kwa sababu Iran amewafumbua macho kwamba kuna uwezekano wa bomu ama kombora kurushwa kutoka Iran kwenda Diego Garcia ama kutoka Iran kwenda kilomita 4,000 au inawezekana na zaidi. Umeona? Kwa hii inatengeneza attention ama ile tension ya nchi zingine kuanza kufanya uzalishaji mkubwa wa kisilaha. Kwa hiyo tutegemee hivi karibuni, siku zinazofuata, nchi mbalimbali zikaanza kufanya uzalishaji mkubwa sana wa silaha za mashambulizi, lakini pia za kujilinda, endapo nchi kama Iran ama nchi zingine zozote zenye aina ya makombora kama ya Iran kutaka kujaribu kuvamia. Sasa tuangalie weakness. Japokuwa Iran ameonyesha ukubwa kwa kufanya majaribio hayo kwenda Diego Garcia, manake kuna udhaifu mkubwa pia ambao tumeugundua kwa Iran, kwamba licha ya kwamba ana makombora yanayoweza kutembea kwa sehemu, yanayokuwa na uwezo wa kutembea kwa distance kubwa na yenye nguvu, lakini kuto kuifikia na kuilipua Diego Garcia inaonyesha udhaifu wa hayo makombora, kwamba kwanza they are defeatable, una uwezo wa kuyazuia, lakini cha pili they are weak, kwa sababu tunaona katika yale makombora mawili ambayo ameyatuma, moja ndo lilikuwa linaelekea katika target, lakini moja liliishiwa nguvu kabla halijafika. Kwa hiyo hii ni weakness kubwa, lakini hii imetuonesha licha ya weakness ya Iran, inawezekana ikawa sio weakness, inaweza ikawa ni ubora wa aliyeweza kuyadhibiti. Kwa hiyo kama unagundua kuna nchi na uwezo wa kutungua kombora lako ambao unaliamini, maana yake moja kwa moja mshindani wako ana nguvu zaidi yako. Lakini pia wewe mwenyewe unatakiwa ujitafakari kwamba kwa nini kombora langu ninaloamini limetunguliwa au halijafanikiwa kufika katika target. Lakini suggestion sasa, mimi kama mchambuzi wa masuala ya vita, sasa hizi Middle East, nadhani kutokana na kilichotokea na matokeo tuliyoyaona,
ni kwamba Iran kwa maana hiyo, ili kuipiga Diego Garcia, anachotakiwa kukifanya ni kurusha makombora mengi kwa wakati mmoja, kwa sababu kama moja limeishia njiani lakini moja lilikuwa linaenda kwenye target ikadunguliwa, maana yake kama kungekuwa na makombora 10, katika hayo 10 yangedunguliwa angalau 4 au 5, mengine yakashindwa kufika, kuna uwezekano 2 au 3 yakafanikiwa kupenyeza na kuifikia Diego Garcia. Kwa hiyo ndio suggestion yangu mimi kama mchambuzi, kwamba kama ikitokea Iran anahitaji kuipiga Diego Garcia, manake kwa namna yoyote anatakiwa kuhakikisha anatuma yale makombora mawili yawe zaidi, hata kama ni 10 au 20 au 30, ili kuhakikisha licha ya kudunguliwa ama kushindwa kufika, mengine yatapenyeza na yatafika na kulipua. Kwa hiyo the target is 1, the bombers should be more than 1 but more than 10. Once one is defeated, others will penetrate to the target. Mimi ni Bosco Melody na shukrani sana. Endelea kutuachia comment hapo chini, utuambie hiki ambacho kinaendelea Iran. Kwa upande wako wewe, unadhani nani anaweza akafikia hatua ya ushindi kutokana na hii hali inavyoonekana mpaka sasa hivi, kati ya Iran pamoja na washirika wote wa Marekani, Uingereza, Israel, au wote, nani ataibuka mshindi katika vita hii?